tunawapa polisi wiki moja, yeyote ambaye amehusika kwa mauaji ya mfanyabiashara wa madini Banjo wawe wamefikishwa kwenye vyombo vya kisheria. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu, niweze kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na tunapata kuyachambua yale ambayo yameweza kutokea katika taifa la Tanzania. Msikilizaji, taarifa ambazo nimezipata siku ya leo ni taarifa kutoka kwa kikundi cha TFF ama Tanzania Freedom Fighters, ambao wameweza kutoa tamko siku ya leo dhidi ya maafa yaliweza kufanyika mkoa wa Arusha siku chache zilizoweza kupita, na wameweza kutoa tamko lao siku ya leo. Kwa hivyo msikilizaji, acha nikukaribishe tuweze kujifahamisha kuhusu kile ambacho wana TFF wameweza kukizungumza siku ya leo. Sasa mkuu wa TFF ama Tanzania Freedom Fighters ameweza kutoa ilani ama onyo kwa jeshi la polisi mkoa wa Arusha na Dodoma. Akaweza kusema hivi: ninatoa onyo kwa jeshi la polisi mkoa wa Arusha na Dodoma kufanya uchunguzi wa kina juu ya kifo cha mfanyabiashara wa madini kwa jina la Banjo. Yeyote ambaye amehusika kwa mauaji ya mfanyabiashara wa madini Banjo wawe wamefikishwa kwenye vyombo vya kisheria, la sivyo tutavichoma vituo vya polisi kwa moto. TFF wa Arusha vilevile TFF wa Dodoma tunajua la kufanya iwapo taarifa hii haichukuliwi kwa umakini. Hii ni taarifa kutoka kwa kiongozi wa TFF Tanganyika Freedom Fighters. Tunawapa polisi wiki moja, yeyote ambaye amehusika kwa mauaji ya mfanyabiashara wa madini Banjo wawe wamefikishwa kwenye vyombo vya kisheria, la sivyo tutavichoma vituo vya polisi moto. TFF wa Arusha, TFF wa Dodoma, vijana tunajua la kufanya. Sasa nyie ambao puzieni, ila tunapo wiki moja. Fanyeni upelelezi wenu tu kimakini. Fanyeni upelelezi wenu kwa umakini, la sivyo maisha yenu pia hapo hatarini. Haiwezekani mtu afe mambo yaishi. Myapuzie tu mambo kwamba yameisha. Hatumwachii Mungu. Wewe mtoto wake, wewe mtoto wa Banjo, wewe mwachie Mungu. Sisi hatumwachii Mungu. Sisi hatumwachii Mungu. Msikilizaji, hii hapa ni taarifa ambayo imeweza kuachiliwa na kiongozi wa TFF ambayo ni Tanzania Freedom Fighters, ambaye ameweza kuelekeza kwamba ikiwa polisi ama jeshi la polisi litakosa kufuatilia na kuchunguza ndani ya siku chache na kuwachukua wale waliohusika katika kumsababishia Bwana Banjo mauaji katika vituo vya kisheria, basi wana TFF wa mkoa wa Arusha na Dodoma watahakikisha kwamba vituo vya polisi vilivyomo Arusha na Dodoma vinachomwa, wanaviteketeza, kwa sababu hawana kazi ya kuifanya. Na bila shaka ikiwa watakuwa hawajaweza kuwakamata na kuwapeleka katika vyombo vya kisheria, ina maana hawana msaada wowote kwa wananchi wa Tanzania.
Bila shaka msikilizaji, taarifa za kifo cha Banjo zimesheheni katika wiki hii ambayo inaisha leo msikilizaji, na mengi yametokea pale. Wapo watu wengi wameweza kutajwa kuhusishwa na kesi ya mauaji ya Banjo, lakini pia kuna mashahidi ambao wameweza kujitokeza wakasema kwamba walishuhudia watu waliofika pale na waliosababisha mauaji kwa bwana huyu. Kwa hivyo ikiwa jeshi la polisi halitachunguza kwa haraka na kuwaleta ama kuwapeleka katika vituo vya kisheria wale wote waliohusika katika mauaji ya Banjo, wana TFF wametishia kwamba wao wenyewe watavichoma vituo vya polisi. Wameweza kutahadharisha jeshi la polisi kwamba wana siku chache kuhakikisha kwamba wamewakamata na wamewasilishwa mahakamani ama katika vyombo vya kisheria wale wote waliohusika katika kusababisha kifo cha bwana Banjo. La sivyo, wana TFF kupitia kwa kiongozi wao wamesema kwamba watahakikisha vituo vya polisi vinachomwa, hususan kile cha Arusha na Dodoma, mpaka pale polisi watakapoweza kuonyesha ukomavu na kufanya kazi yao. Bila shaka msikilizaji, ikiwa taifa linachukua mkondo wa watu wanauawa tu alafu hamna chochote kinafanyika, itakuja kuonekana kwamba maisha ya binadamu hayana dhamani. Na bila shaka kinachotokea kwa mtu leo kinaweza kukatokea kwa mwingine kesho, kinaweza kutokea kwa mwingine na mwingine tena siku nyingine. Kwa hivyo bila polisi kuonyesha kwamba wana uwezo wa kuwalinda wananchi, basi Tanzania sio salama tena kuendelea kuishi. Ndio sababu hasa ambayo imesababisha wana TFF ama Tanzania Freedom Fighters kusema kwamba wataichukua sheria mikononi mwao, kwa sababu polisi wameshindwa kufanya hivyo, ama polisi wameshindwa kuwalinda wananchi wa Tanzania. Haiwezekani mtu akakuja akatekwa mchana akaonekana kabisa ametekwa na wale watu, siku chache baadaye anapatikana pale ameuawa, amerushwa, ametupwa tu, kisha polisi hawafanyi chochote. Taarifa inayotolewa ni kwamba tunaendelea na uchunguzi na tutakapowapata waliohusika itasemekana. Na ndio mwisho wa taarifa hizo. Hakuna uchunguzi unaendelea, hakuna kitu kinatokeaga. Msikilizaji, wana TFF kutokana na ghadhabu zao wamesema kwamba ikiwa jeshi la polisi basi haliwezi kushughulikia kikamilifu mauaji ya Banjo na kuonyesha umma kwamba walihusika katika kumsababishia kifo, wamewekwa katika vyombo vya kisheria, basi wenyewe wataweza kuchukua sheria mkononi na wataweza kuhakikisha kwamba familia ya Banjo imepata haki hata kama hawataki. Msikilizaji, kwa umbali unapoangalia wana TFF walivyojipanga na kauli zao katika masuala yanayotokea, bila shaka msikilizaji, polisi wamefeli katika
shughuli yao maarufu ama maalum ya kuwalinda wananchi. Na bila shaka, iwapo hamna chochote kitakachoweza kufanyika, taifa linachukua mkondo mbaya. Na iwapo visa vya utekaji, unyanyasaji, utesaji na mauaji vitaendelea, hakutakuwepo na taifa la Tanzania. Ndo ghadhabu ambazo wana TFF wanajaribu kuzipitisha, kwa sababu ni lazima kuwe basi kuna mtu ataongea, kwa sababu polisi ambao wana jukumu la kuwalinda wananchi hawajishughulishi na jukumu hilo, lakini ndo wanahusika katika kuwaua wananchi wao. Kwa hivyo ikiwa hamna mtu atakayeweza kuzungumza kinyume na matendo ya polisi, ina maana tabu itaendelea kushuhudiwa, watu wataendelea kuuawa na taifa litaharibika. Mimi nafikiria na waunga mkono wana TFF. Lazima kuna mtu ataweza kuchukua hatua ya kuishinikiza serikali kufanya majukumu yake ya kimsingi ya kuhakikisha kwamba taifa lipo salama na wananchi wa Tanzania wamelindwa. Msikilizaji, karibu katika kituo chetu, endelea kutia subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia ili tuendelee kufahamishana na kuelimishana kuhusu yale ambayo yanaweza kutendeka. Jina langu ni Presenter Gulton, nitakuwa hapa kila siku kuhakikisha kwamba tunayachambua na tunapata kuelewa kina zaidi cha taarifa zinazoweza kutokea.